kuitazama utaapa hii ni ngome ya kijeshi, lakini ukweli ni kwamba hii ndiyo Sealand, nchi ndogo zaidi duniani. Ina bendera, pasipoti, sarafu, serikali na hata gereza. Na cha kushangaza zaidi, imekuwa ikijiita taifa huru tangu mwaka 1967. Hivyo ndivyo safari inavyoanza kuelekea Sealand, eneo dogo lililojengwa juu ya ngome ya kijeshi katikati ya bahari ya kaskazini, karibu kilomita 11 tu kutoka pwani ya Uingereza. Lakini cha kushangaza zaidi si ukubwa wake, ni kwamba watu wanaodai kuishi humo wanasema hili ni taifa lao. Kufika Sealand si jambo rahisi. Wageni huhitaji kibali maalum, safari huanza mapema, kisha wanaingia baharini kwa safari ambayo si ya watu waoga. Lakini unapofika unakutana na kitu ambacho kwa mbali kinaweza kuonekana kama jengo la kawaida tu la kijeshi, mpaka uambiwe kwamba ndani yake kuna vyumba vya kulala, jiko, sebule, choo, gym, sehemu ya ibada na hata gereza. Lakini simulizi ya Sealand ilianza miaka 1960 wakati Roy Bates alipokuwa akitaka kuanzisha kituo cha redio. Tatizo lilikuwa moja: sheria za Uingereza zilifanya kuanzisha kituo kipya cha redio kwa kinyume cha sheria. Hivyo Bates akaelekea kwenye ngome hiyo iliyokuwa baharini, iliyojengwa na jeshi la wanamaji la Uingereza wakati wa vita vya pili vya dunia na baadaye ikaachwa. Kisha akapata wazo kichwani mwake, wazo ambalo lilibadilisha kila kitu. Badala ya kuanzisha redio tu, kwa nini asiunde nchi? Mwaka 1967 Bates alitangaza eneo hilo kwa Principality of Sealand, yaani utawala wa kifalme wa Sealand. Akajitawaza kuwa mfalme wake na kuanza kujenga mifumo ya taifa lake. Akaweka bendera, akatengeneza pasipoti, sarafu, mihuri na mfumo wa utawala. Familia yake pia ikaendelea kulinda kile walichokiona kama taifa lao. Na Sealand haikuwa hadithi ya kawaida ya mtu aliyetamka tu kuwa ameunda nchi. Eneo hilo limepitia matukio makubwa, ikiwemo jaribio la uvamizi na mapambano ya kisheria. Wakati fulani mtu aliyekuwa na uhusiano na uvamizi huo alishikiliwa katika nchi hiyo ya Sealand na kuhukumiwa kwa uhaini chini ya sheria zao. Ndani ya ngome hiyo pia kuna maisha yaliyopangwa kwa namna ya kipekee. Umeme umetokana na nishati ya upepo na jua, maji hukusanywa na mvua, na hata kuna mlinzi anayelinda eneo hilo. Wafuasi wake wameenea sehemu mbalimbali duniani, huku Sealand ikijaribu kujenga jamii inayovuka mipaka ya hiyo ngome ndogo baharini. Lakini sasa swali kubwa linabaki, je, Sealand ni nchi kweli? Hapo ndipo mambo yanapokuwa magumu. Sealand inajiona kuwa taifa huru, lakini Uingereza haitambui rasmi eneo hilo kama nchi huru. Hilo halijawafanya watu wa Sealand kuachana na ndoto zao. Badala yake, wameendelea kuijenga na kutafuta njia mpya za kupanua jamii yao, ikiwemo wazo la kuwa na uraia wa kidigitali na sarafu ya kidigitali, ili watu kutoka sehemu mbalimbali duniani waweze kuwa sehemu ya nchi hiyo ndogo ya Sealand. Na hapo ndipo simulizi hili linapokuwa kubwa kuliko hiyo ngome iliyo baharini. Licha ya hilo, familia ya Bates imeendelea kulitawala na kuendeleza kile walichoanza zaidi ya miaka 50 iliyopita kwa kutafuta njia mpya za kupanua jamii yao. Na sasa wanataka kwenda mbali zaidi, wakifikiria kuwapa watu kutoka sehemu mbalimbali duniani nafasi ya kuwa sehemu ya jamii yao. Kwa hiyo Sealand inaweza kuwa eneo dogo sana, watu wachache, na kutokutambuliwa rasmi kama taifa la Uingereza, lakini kuna jambo moja ambalo limeifanya isimame kwa zaidi ya nusu karne. Watu wake waliamini wazo lao. Kutoka kwenye ngome iliyotelekezwa baharini, mtu mmoja aliona kitu ambacho wengine hawakukiona: fursa ya kuunda nchi yake mwenyewe. Na huenda hilo ndilo somo kubwa la Sealand, na mpaka leo hii wazo hilo bado linaendelea kuishi, kwa sababu wakati mwingine nchi huanza si kwa ukubwa wa eneo lake, bali kwa ukubwa wa ndoto ya mtu anayethubutu kuianzisha. Mimi ni Consolata Chaliga wa Ayo TV.